ya shughuli za mazishi na baadaye maziko. Ni kuambie tu wageni mbalimbali tayari wamefika hapa. Unayemwona punde ulimtazama katika runinga yako ni Spika wa Bunge Mussa Azzan Zungu, lakini kuna viongozi wakuu ambao wako hapa kwa ajili ya kuongoza shughuli hii, kuwafariji wanaperamiho, wanambinga na wanaruvuma kwa ujumla, familia na waombolezaji waliofika hapa. Makamu wa Rais Dr. Emmanuel Nchimbi amekwisha fika hapa. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba naye yupo tayari kwa ajili ya kushiriki maziko haya, na mwili wa marehemu Jenista Mhagama utaletwa katika eneo la makaburi kwa ajili ya ibada na baadaye kuzikwa, ukiongozwa mbele pale na wanafamilia, na utabebwa na wapambe wa bunge au mpambe wa bunge. Ni taratibu ambazo hutumika katika misiba ambayo huratibiwa na bunge au misiba ya wabunge katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Watoto wa marehemu Jenista Mhagama ndio ambao wamebeba msalaba na picha kwa ajili ya kusogea katika eneo la makaburi. Na nikwambie tu Jenista Mhagama yeye ni mzaliwa wa Peramiho na amekulia pale Peramiho, amesoma Peramiho na baadaye kwenda katika maeneo mengine kwa ajili ya elimu na majukumu ya kikazi. Lakini aliolewa na Leonard Mhagama ambaye alikuwa ni mtoto au mkazi wa kijiji hiki cha Rwanda hapa wilayani Mbinga, ambaye alizikwa miaka 15 iliyopita. Jenista Mhagama anazungumzwa kwa mengi mazuri ambayo yanamtambulisha kama mama, kama kiongozi na kama mzalendo mpenda maendeleo aliyelipenda taifa lake la Tanzania na kulitumikia kwa uaminifu katika nafasi mbalimbali alizoshika, akiwa alianzia katika nafasi za chini kabisa. Tukizungumzia nafasi ndani ya Chama cha Mapinduzi, lakini pia katika sekta ya elimu. Yeye alikuwa kitaaluma ni mwalimu na amefundisha kwa muda wa miaka 6 alipoanza ajira yake, na hapa Songea wanamkumbuka kwa mchango wake mkubwa katika sekta ya elimu. Pale alifundisha Songea Girls, kwa hiyo mkoa wa Ruvuma unamtambua. Na pamoja na hayo amewahi kushika nafasi mbalimbali ndani ya Chama cha Mapinduzi, akianzia ngazi ya tawi ambapo alishika nyadhifa hiyo kwa kuwa katibu wa tawi tangu mwaka 1987 mpaka mwaka 1990 akiwa TTC pale Korogwe, na amewahi kuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM taifa tangu mwaka 1995, pia mjumbe wa kamati kuu na pia nafasi ya katibu wa umoja wa wanawake UWT ngazi ya kata kati ya mwaka 1995 hadi 2000. Kwa hiyo ni mtu ambaye ametoka katika ngazi za chini za uongozi mpaka kufika ngazi ya juu ya uwaziri, na pia kuwa miongoni mwa wabunge waliohudumu kwa muda mrefu zaidi katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo akitajwa wakongwe pale bungeni kwa sasa alikuwa ni yeye, na waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, uratibu, bunge na wenye ulemavu William Lukuvi, ambaye naye yupo hapa. Mwili wake ndio unafikishwa hapo, na punde tu taratibu za ibada zitaanza na baadaye maziko yake yatafuata. Mimi ni Flora Mwano, karibu tushiriki pamoja katika shughuli hizi. Karibu sana. Usiishi na hofu kuwa changamoto za kiafya zitamkwaza mwanao. Ishi na uhakikisho.
Kwaya, asante. Tunaomba wireless mic. Wireless mic inaomba iletwe haraka hapa. Tuombe. Bwana Yesu Kristo aliyeshinda kaburini siku 3, umetakatifuza makaburi ya wote wa kuaminio, ili hayo makaburi yanapotumika kuzika wafu yaongeze tumaini lao la ufufuo. Umjalie kwa huruma mtumishi wako ambaye mwili wake utalala katika kaburi hili, apumzike kwa amani mpaka utakapomwangaza siku ya kumfufua, wewe uliofufuka na uzima, na katika nuru ya uso wako aone mwanga wa milele kule mbinguni, unaishi na kutawala daima na milele. Kwaya, asante. Kwa kuwa Kristo amefufuka wa kwanza katika wafu, tunamkabidhi huyu ndugu yetu, mama yetu, mwalimu wetu, mbunge wetu, waziri wetu kwa Bwana, ili ampokee katika amani atakapokuja kutengeneza mwili wa unyonge wetu kufanana na mwili wake wa utukufu, amfufue naye siku ya mwisho. Amen. Asante Mhashamu Baba Askofu. Ninaomba niwaalike watoto wa marehemu. Victor, naomba uwaongoze wadogo zako wote, dada zako wote 5 mje hapa kwa ajili ya kushiriki kushusha mwili wa marehemu. Ninaomba viongozi wote wakuu tuweze kuketi pamoja na waombolezaji wote.